Japhet Munyoki Othanja. Nimetoka Mwingi sub county, kaunti ya Kitui. Steve mwenye tuna suspect ndiye amekufia kwa nyumba ni my real cousin. Alikuja huku mwaka wa 2009 ndiye alikuja Kisii. Tangu akuje huku hajawahi rudi nyumbani. Tunajua ako huku. Huwa tunamtembelea wakati kwa wakati. Sana sana nikiwa kwa shughuli zangu za kikazi huwa ninamtembelea, lakini sikuwa najua mahali anakaa exactly kwa nyumba. Kama last year nilikuwa huku nilikuwa nafanya kazi huko kunaitwa Menyengwa, na nilifanya kazi ni ndugu yangu wa karibu sababu so ni my real cousin. Na tulikuwa tunajaribu kumpeleka nyumbani, alikuwa anakataa. Alikuwa mgonjwa kwa muda. Lakini sasa kwa muda wa kama miezi 2-3 hivi sijamuona, kwa sababu mimi nakaa Nairobi, sikai hapa Kisii. Na nilifika huku juzi, ilikuwa Sunday asubuhi. Ndio nilifika huku nikamuulizia. Kwa sababu nikifika huku lazima nimuulizie kwa zile kazi nafanya anaifanya. Nilimuulizia nikaambiwa kuna siku kadhaa hajaonekana kwa duka. Kwa sababu kuna ile duka tunanunuanga vitu. Duka ni mbili. Akikosa hii duka unampata kwa hiyo duka nyingine. Nikaenda duka zote mbili na sikumpata. Nikaambiwa kuna masiku kadhaa bila kuonekana. Ndio mimi nikaenda kazi. So asubuhi ndio napigiwa simu na mmoja wa duka hizo anaitwa Masika, ametoka pande za Makueni. Ananiambia kuna mzee amepigiwa simu akaambiwa Steve amepatikana kwa nyumba. Kwa nyumba yake kumepatikana mtu yaani kuna nuka. So tukimbie tukaconfirm kama ni yeye. Ndio tumefika hapa tukakuta kweli ni nyumba yake ndio inatoa hiyo harufu. So hatuja confirm vizuri kama ni yeye ako ndani, lakini sisi tunajua Steve alikuwa mgonjwa. So tunangojea tu polisi wakuje watupatie way forward. Ndio what next. Steve alikuwa anakohoa sana, alikuwa na shida ya kukohoa. Unakisikia na ile kikohozi alikuwa nayo ilikuwa ya hali ya juu sana. Ni kama hii kifo tunaita asthma. Kwa sababu nyingine alikuwa anakohoa mpaka anajikunja, unaona huyu mtu ni mgonjwa. Reality ni mgonjwa. Na saa nyingine hata kutembea kwake kulikuwa na shida. Hakuwa na mke, hakuwa na familia yote. So hata ugonjwa wake ni kama imechangia sana sababu hakuwa na mtu wa kumsaidia ndio apone haraka. Hata kukunywa madawa saa nyingine ilikuwa na shida kwake sababu anaanza kwanza kukula ndio akunywe hizo madawa. Asili tanguruka Jeni ya Njoka no mukaachi wa Ireland. Steve ni jirani yani. Steve tabiri amunere. Niga bwatu burwire bwa gukorora. Ari gukorora sana. Abutu ari gucha ngakinyinga ari gucha uisiekera nyumba. Ana rete gucha karure gasi gakora trash. Gari gucha munago swaiga usieke chabia igoro ni yensi. Aswa nyumba ini tabia yana ritekera nyura marwa gucha aswa nyumba. Tayana ritiko soka sana. Igora muroko gende yacha nambirana. Chega kijingi na chicho. Ono Steve na baberu mu burwiru bwayo lakini abagoje tavuka ugende gasi. Ono mpaka muna yekiritiga abantu aberete nyumba matuka abantu batamanyeti lakini nditumate akaliga basi. Ono murapone ge jirani yayo basi bana basinye inamo nere mono chingi chaje tekomoketa ili musu mpaka bono bati kubura nina kinki bono yanyari kana rero chingi chikali mono iga neri musu ucurangiria manyene eproti bagenda baigori tisha banyora mayene gakorete kigasirete. Ono chetu aberere kurumambi twaganyire chigari igari murusi igaiga baakire gisimba ko manyana akiri gusubuka bieka ogente kuboine gari yabo
Nigero gukumya kwanene tuli Kisii County lakini tutabwatio bokonyi roche twa bono bonkumetinga serikali ki tubwate etabwatio bokonyi gucha story roche nyono barangirwe gente kinga gosama rukanga machi takari wikiraiga twakumire sana ndiamo chui kibere chiwe chikayara kwa rokaniti nyumba kozira amaduka atatu swaba mara edo semudo na kwete na tbono na tidadio kula mwana adio mugambia za mundo no mwana mo tata dali ke ndo kieni yete apana bwana ni dara bwana. Unajua mtu akikufa hivi dakika nafasi ipatikane kwa barabara. Mama hapa kabisa. Anaenda huko chini kabisa. Leo tiene para mucho más. Ahí hay un poquito de con la cara de yani alikuwa ameweka watu ikatoka.
No mai te cocaí.